وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونسترشده ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونتوب إليه. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. Enyi watu, nakuhusieni katika jambo la kumwogopa Allah azza wa jal, wasia ambao ninahitajika mwanzo kabisa kuipa nafsi yangu juu ya jambo hilo. Katika muhadhara wetu huu tutakuwa tunazungumziana katika jambo la kuisoma dini yetu ya Kiislamu, kwani hatakiwi binadamu yoyote hususa ambaye ni Muislamu kufanya jambo katika Uislamu huu, kufanya jambo katika dini hii kwa mkumbo wa watu. Analotakiwa na Mola wake kufanya kitu kwa hoja, kufanya kitu kwa dalili. Anasali kwa mujibu wa hoja, anasali kwa mujibu wa dalili. Na kabla ya kwenda popote katika maudhui hii, nachukua kidogo maneno ya mmoja katika wataalamu walosomea dini ya Mwenyezi Mungu vizuri, ili tukiingia katika maudhui ajijue mtu yuko wapi, yuko bandari gani, na hapa yupo kwa ajili ya lengo gani, na akiondoka Mwenyezi Mungu ampe nini. Bas idha stama al-abdu, anapokaa kitako pahala mtumishi wa Mwenyezi Mungu ajulikanaye kwamba yeye ni mja, ila kitabillah, akakaa kusikiliza reference na maneno ambayo yanatoka kwenye kitabu cha Mwenyezi Mungu wa sunnati rasulihi, na mwenendo wa mtume wake. Kakaa kitako pahala mtu kaacha yote, biniyatin sadiqatin, lakin kwa makusudio ambayo ya kweli. Hakwenda pale kwa ajili ya kutaka challenge linalosema, hakwenda pale kwa ajili ya mambo mengine, amekwenda pale kwa ajili ya kwamba avute kheri. Makusudio yake kwa hakika ni mazuri. Fa inna Allaha, hakika Mwenyezi Mungu yeye
yufhimuhu, anamfahamisha mtu huyo kwa kiwango ambacho kakadiria kwa siku hiyo kupewa mtu. Ma yuhibbu, anamuelewesha Mwenyezi Mungu mja huyo yale ayapendayo katika kumwelekeza mja wake kwenye sheria. Wayaj'alu fi qalbihi, na anaweka Mwenyezi Mungu katika moyo wa mtu kama huyo nura, anaweka Mwenyezi Mungu nuru. Akiondoka pale mtu anaondoka na jambo, kama ilikuwa kagombana na mwenziwe nje, basi kwa hakika wallahi akiondoka kwa muda ule atakuwa katengenea mtu, basi yamekwisha. Na kama kulikuwa kuna problem ya yeye na ahli yake kwa muda ule, wakati nuru hiyo bado haijaondoka, basi kwa hakika atatengenea mtu, kwa sababu ni chombo ambacho hicho kinapoingia katika moyo wa mtu, basi kwa hakika mtu hutengenea. Na ndo maana Ibnul Qayyim al-Jawzi amesema ya kwamba baina alqawli wa baina al-amal, kati ya neno ambalo analisema mtu na kati ya tendo ambalo analifanya mtu, wa baina alqalbi, na baina ya moyo, katika mambo matatu haya, neno na tendo, ili kufika moyoni, masafatun, kwa hakika kuna safari pevu. Mtu kujitahidi mpaka tendo likifika moyoni, kwa hakika kuna kazi pevu afanyiwe kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Tendo hilo kwa hakika masafa yapo marefu mno, mpaka jambo akukubali Mwenyezi Mungu, kwa hakika kuna juhudi kubwa sana. Wa fi tilka almasafati, na katika masafa hayo, quta'u turuqin, wako majambazi wanavizia kitendo chochote ambacho kitakita moyoni. Wako pale njiani wanasubiri kitendo hicho kisifike, kwa sababu wanauhakika majambazi yao, kitendo kitakapofika moyoni kinambadilisha mtu, kinamsogeza kwa Mola wake. Ndiyo faida ya dini. Hata katika mambo ya sala, anapoiswali mtu vilivyo, akitoka msikitini, basi naam, tanha anil fahshai wal munkari, huwa inamkataza mtu mambo machafu na maovu. Humkutii pahala kwenye kera, mtu akacheza kera ovyo akapoteza wakati wake ovyo, kwa sababu sala imembirua, imemkataza na yale. Hutomkutia pahala amekaa anaangalia screen ya football ya huyu na yule. Hutomkutia pahala ovyo anacheza karata au mabao, kwa sababu salatuhu anhat anil fahshai wal munkari, sala yake hiyo imemkataza na mambo machafu na maovu pia.